Amani ya Bwana iwe nawe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena kwenye chanzo chako cha habari za haraka za kweli na zenye usahihi wa hali ya juu. Ikiwa leo ni tarehe 11 Januari mwaka 2025, Kivu News Info tunakupeleka moja kwa moja kwenye eneo la matukio, tukikusogezea habari kutoka kila kona Kivu na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili uweze kuona ukweli unaotoka sasa hivi. Lakini kabla ya yote tunakuomba kufanya kitu kimoja. Kama ni bado mpya sana kwenye channel yetu, usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo na yetu na mazungumzo yetu kila siku. Tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Na kabla ya habari zenyewe, labda nikupe muktasari wa habari muhimu ambazo zinakubika taarifa zetu hizi za asubuhi ya leo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kiusalama na kijamii inaendelea kuwa mbaya. Waasi wa M23 wanadhibiti Uvira wakilazimisha vijana kujiunga na vikosi vyao, huku wazalendo wakipiga Mbiskade, Runingu, Mikamba na vita vya Kigongo vikisababisha vifo na hofu. Mapigano pia yanaendelea katika Nyatende na Mulambi, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijaribu kudhibiti mashambulizi. Shule kadhaa za Moba zimesimama kutokana na mafuriko kutoka ziwa Tanganyika na mto Mulobozi, huku jumuiya ya kiraia zikitoa tahadhari na wazalendo wa Kivu Kaskazini wakiagizwa kutokutembea na silaha. Mikoa ya mashariki pia inakabiliwa na uchimbaji wa madini unaodhibitiwa na waasi wa M23 na kodi zisizo rasmi, huku wananchi wakihitaji urejesho wa mamlaka ya serikali na haki za binadamu. Mengi zaidi ni katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 11 Januari mwaka 2026. Langu jina ni Iteloje Longa, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umeendelea kushuhudia hali ya wasiwasi kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa siku ya Jumamosi tarehe 10 Januari katika maeneo kadhaa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yameripotiwa katika eneo la Nyatende, Mulambi, yakihusisha wapiganaji wa wazalendo wakisaidiwa na jeshi la serikali FARDC zidi ya wanajeshi wa M23 RDF wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Wakazi wa eneo hilo wanasema kwa sauti za silaha nzito na nyepesi zilisikika kwa muda mrefu, hali iliyozua hofu na kusababisha baadhi ya wananchi kukimbia makazi yao kutafuta usalama. Wakati huo hali ya taharuki iliripotiwa pia katika eneo la Uvira, ambako mapigano makali yaripotiwa hasa katika eneo la Katongo, takriban kilomita 10 kutoka mji wa Uvira. Taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya RDF vilianzisha mashambulizi makubwa kwa kutumia silaha nzito vikilenga ngome na nafasi za jeshi la FARDC. Hata hivyo, kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mstari ya ulinzi wa FARDC katika eneo hilo imejengwa kwa uimarifu mkubwa na imeelezwa kuwa ni ngome madhubuti zilizoandaliwa kwa muda mrefu. Majibu ya wanajeshi wa FARDC kwa kushirikiana na wazalendo yameelezwa kuwa makali na yasiyotegemewa, hali iliyosababisha kusitishwa kwa mashambulizi ya upande wa pili. Hadi sasa kuna taarifa rasmi juu ya idadi ya vifo au majeruhi, huku viongozi wa kijamii wakiahidi kutoa taarifa kamili baada ya tathmini ya hali ya kiusalama. Wananchi wanaendelea kuombwa kuwa watulivu, waepuke maeneo ya mapigano na kufuata maelekezo mamlaka husika. Eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini inaendelea kushuhudia hali ya sintofahamu na ya kiusalama kufuatia shambulio la kushtukiza Mbiskade lililoripotiwa katika kijiji cha Runingu Mikamba kilichopo katika uwanda wa Ruzizi ndani ya eneo ya utawala wa Bafuliru wilayani Uvira. Kwa mujibu wa viongozi vya ndani, shambulio hilo lililengwa na wapiganaji wa wazalendo, ikilenga msafara wa wanajeshi wa M23 RDF waliokuwa wakipita katika eneo hilo. Inaripotiwa kuwa magari matatu aina ya jeep yalilenga
zililengwa moja kwa moja wakati wa shambulio hiyo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa jepe moja libaki katika eneo la tukio baada ya kushambuliwa vikali, huku magari mawili mengine yakifanikiwa kuendelea na safara kuelekea mji wa Uvira, ingawa hali halisi ya wanajeshi waliokuwemo bado haijafahamika kikamilifu. Taarifa za awali zinaashiria kuwa kuna vifo kadhaa vilivyoripotiwa, ingawa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa hadi sasa kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Shambulio hilo limezua hofu miongoni mwa wakazi wa Runingi na vijiji vya jirani, ambapo baadhi ya wananchi wameripotiwa kukimbia makazi yao kwa kuogopa mapigano mapya. Maeneo ya uwanda wa Ruzizi yamekuwa kikabiliwa na hali ya kutulia kwa muda kutokana na harakati za makundi yenye silaha, hali inayozidisha hatarishi usalama wa raia na shughuli za kila siku za kiuchumi. Hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka jeshi la serikali FARDC wala mamlaka za kiutawala, huku uchunguzi ukiendelea kubaini hali halisi ya tukio hilo. Wananchi wanaendelea kuombwa kuwa waangalifu, kuepuka maeneo yenye hatari na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama. Katika maendeleo mapya ya kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, meli ya abiria na mizigo ya Okako 2 imeruhusiwa kuendelea na safari yake baada ya kushikiliwa kwa muda na wapiganaji wa wazalendo katika kijiji cha Mizimu kilichopo katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, meli hiyo ya Kongo iliyokuwa ikitoka nchini Burundi ilizuiliwa siku ya Ijumaa tarehe 9 Januari ikiwa na abiria pamoja na mizigo, wakati ikifanya safari ya kawaida ya kuvuka ziwa Tanganyika ikiunganisha bandari za Burundi na zile za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuzuia kwa boti hiyo kulifanyika katika mazingira ya vita na mvutano wa kiusalama, ambapo waasi wa M23 wanaendelea kupambana na jeshi la serikali FARDC. Katika mkataba huo, usafari wa majini ulionekana kuwa wa kutiliwa shaka, ili aliliwapelekea wazalendo kuzuia meli hiyo kwa ajili ya uchunguzi wa kiusalama. Baada ya ukaguzi na tathmini ya hali, meli ya Okako 2 iliruhusiwa kuondoka katika kijiji cha Mizimu na kwa sasa inaelekea mjini Kalemi, makao makuu ya mkoa wa Tanganyika, ikiwa inaendelea na safari yake ya kawaida. Wakati huo, mamlaka ya jiji la Baraka imetangaza hatua kali za kiusalama, ikiwemo kupinga marufuku kuwasili kwa boti zote zinazotoka mjini Uvira. Uamuzi huo ulianza kutekelezwa rasmi kuanzia Jumatano tarehe 8 Januari kwa lengo la kuimarisha usalama wa jiji la Baraka. Uamuzi huu ulipitishwa katika mkutano wa Baraza la Usalama la Jiji uliopanuliwa na kujumuisha wazalendo kwa lengo la kuzuia hatari zozote zinazoweza kuhatarisha usalama wa wakazi. Katika taarifa rasmi iliyosainiwa na meya wa mpito wa jiji la Baraka, Bi Marie Mukanja, imeelezwa kuwa kutia nanga kwa vyombo vya majini vinavyotoka mjini Uvira vimepigwa marufuku kabisa katika bandari ya Mshimbaki na katika fukwe zote za jiji la Baraka. Marufuku hiyo inahusu pia vyombo vinavyokusudia kuelekea katika maeneo hayo kutokana na hali tete ya kiusalama na hatari za uwezekano wa uingiliaji wa watu au vitu kwa njia ya ziwani. Tangu kutekwa kwa mji wa Uvira na waasi wa M23, hatua kadhaa tayari zimechukuliwa ili kudhibiti mienendo ya watu na bidhaa katika eneo hilo, ikiwemo kusitishwa kwa usafiri wa majini katika ya mikoa Kivu Kusini na Tanganyika kupitia ziwa Tanganyika. Mamlaka zinaendeleza kushawishi wananchi kuwa watulivu, wakiheshimu maamuzi ya kiusalama na kufuata maelekezo ya vyombo husika kwa ajili ya usalama wa wote. Kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya ukosefu wa usalama katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, jumuiya ya kiraia na ya Mungenjiripa imeamua kuvunja ukimya wake na kutoa wito mzito kwa mamlaka za kijeshi na kisiasa. Hatua inafuatia shambulio jipya la kikatili lililoripotiwa kwenye barabara ya njia panda, hasa katika eneo la Bulonge Ekonomi, ambapo madereva wawili wa pikipiki aina ya bodaboda waliuawa kwa kupigwa risasi, mmoja akiachwa akiwa amejeruhiwa vibaya, huku pikipiki 6 zikichoma moto na watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa ADF.
Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, tukio hilo limekuwa kilele cha mateso ya muda mrefu na linaonyesha wazi kuwa mikakati ya kiusalama iliyokuwa ikitekelezwa hadi sasa haijazaa matunda. Wananchi wanasema mashambulizi ya mara kwa mara yameleta hofu kubwa na kusababisha kusimama kwa shughuli za kijamii na kiuchumi. Akizungumza kwa niaba ya jamii ya kiraia Mungerijipa, Katembo Makata Jacques ametoa wito kwa kuanzishwa haraka operesheni za kubwa za kijeshi kinayowahusisha pamoja jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lile jeshi la Uganda UPDF pamoja na vikundi vya kujilinda vinavyojulikana kama Wazalendo. Kwa mujibu wake, ushirikiano huu wa kijeshi ni walazima ili kuwafukuza kabisa wapiganaji wa ADF wanaotumiwa kuendelea kuua raia wasio na hatia katika eneo la Lubero. Amesisitiza kuwa operesheni hiyo lazima iwe na uongozi mmoja ulioko wazi na kwa FARDC iwe imehimili mkubwa wa utaratibu wa usimamizi wa operesheni zote kwa ajili ya ufanisi na mshikamano wa vikosi vinavyohusika. Jumuiya ya kiraia imeeleza pia wasiwasi wake juu ya baadhi ya makundi ya silaha ya ndani, ikiwataka kuacha mara moja shughuli za uchimbaji wa madini wanaodhibiti na kuelekeza nguvu zao zote katika kuwatafuta na kuwafuatilia wapiganaji wa ADF. Lengo kuu kwa mujibu wao ni kurejesha mamlaka za dola na kulinda raia badala kutanguliza maslahi ya kiuchumi. Aidha, wananchi wamelalamikia vitendo vya manyanyaso na usumbufu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya watu wenye silaha. Jumuiya ya kiraia imesisitiza huduma za kijasusi na usalama kuwabaini na wachukulia hatua wote wanaohusika na vitendo vya kuvuruga amani bila upendeleo wowote. Hatimaye wito umetolewa kwa kurejeshwa mara moja kwa mali zote zilizoporwa wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni. Kwa wakazi wa Lubero, kurejea kwa usalama wa kudumu hakutapatikana tu kwa kuangamizwa kwa ADF, bali pia kwa kukomeshwa kwa hali ya kutodhibitiwa kwa yeyote anayewauzuru raia kwa kisingizio cha ulinzi. Kundi la Wazalendo linaloongozwa naye Jenerali Mapenzi limeripoti kumkamata kijana mmoja raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayetumiwa kuwa mjumbe na kiongozi wa njia maarufu kama Guide wa waasi wa M23 katika eneo linalokabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo hivyo vilivyo karibu na kundi hilo, kijana huyo alikamatwa wakati wa operesheni ya kiusalama inayoendeshwa na Wazalendo kutafuta tuhuma kwamba alikuwa akisaidia waasi wa M23 na kuonyesha njia na kutoa taarifa za kijasusi katika maeneo yanayokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kutokana na sheria na kanuni za mtandao wa YouTube hasa zinazohusiana na haki za binadamu, haiwezekani kuonesha video ya mtumiwa huyo kwa hadhara. Kwa sasa kile kinachoweza kusambazwa ni sauti pekee ambayo inadaiwa kuhusishwa na tukio hilo. Tukio hili linajiri katika mazingira ya hali tete ya kiusalama mashariki mwa nchi, ambako makundi yenye silaha yakiwemo waasi wa M23 yamekuwa yakiutumiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya serikali. Katika mkataba huu, masuala ya ushirikiano wa raia na makundi ya uasi yamekuwa kizua mjadala mpana, huku wananchi wakimizwa kushirikiana na vyombo vya usalama kwa ajili ya halali. Mamlaka za kiusalama bado haijatoa tamko rasmi kuhusu kukamatwa kwa kijana huyo na haijafahamika ni lini atawasilishwa kwa vyombo vya haki kwa ajili ya uchunguzi zaidi. M23 ndio guide wa M23 huyu, tunataka kufuru mkamata. Alikuwa guide wa M23, alikuwa guide wa M23. Action General Mapenzi, Action General Mapenzi, Action General Mapenzi, bana Mapenzi tuko, bana Mapenzi tuko. Acha tupige M23 batushinde nguvu, bana Mapenzi tuko M23. Katika kuendelea kwa juhudi za kidiplomasia kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje ya Katari, Sheikh Mohammed bin Jasmin Al Thani, amepokea simu ya mazungumzo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Angola, Tete Antonio, siku ya Jumamosi, kwa mujibu wa mamlaka za Katari. Kwa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Katari, viongozi hao wawili wamejadiliana juu ya njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika Doha na Luanda
pamoja na juhudi za kuhamasisha suluhu la amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, nchi zinazokabiliwa na mvutano wa kidiplomasia kutokana na hali ya kiusalama mashariki mwa Kongo. Katika mazungumzo hayo, Qatar imethibitisha tena msimamo wake wa kidiplomasia, ikisisitiza umuhimu wa kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo, mbinu za amani na kuheshimu sheria za kimataifa. Qatar imeendelea kujitokeza kama mmoja wa wadau wanaunga mkono diplomasia ya amani katika migogoro ya kikanda. Mazungumzo haya yamefanyika katika kipindi cha kuongezeka kwa harakati za kidiplomasia, huku jumuiya ya kimataifa ikijaribu kutafuta njia ya kupunguza mvutano unaoendelea mashariki mwa DRC, eneo linalokabiliwa na mapigano ya mara kwa mara. Katika mkutaba huo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amefanya ziara mbili mjini Luanda ndani ya kipindi cha chini ya mwezi mmoja, kukutana na rais wa Angola Joao Lourenço. Wachambuzi wanaona kasi hiyo ya mikutano kuwa isiyo ya kawaida, inaonyesha harakati za uzito wa mashauriano yanayoendelea kati ya viongozi hao wawili. Kwa mujibu wa vyanzo vya ikulu vya Kinshasa, rais Joao Lourenço aliwasilisha mapendekezo kadhaa kwa rais Tshisekedi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi wa Kongo, anayesisitiza mapendekezo yao ya kutoa maoni yake ingawa kuna uamuzi haraka uliofikiwa. Baada ya hatua hiyo, rais wa Angola ameanza mashauriano na wadau wengine wa kikanda na kimataifa katika jukumu linaloelezwa kama mpatanishi wa kimya kimya, akilenga kusikiliza pande mbalimbali kabla ya hatua zaidi kuchukuliwa. Kwa sasa Kinshasa inaeleza kuwa inafuata kwa makini juhudi hizo na inasubiri matokeo na mashauriano hayo kabla ya kutangaza msimamo wake rasmi. Ingawa Angola na DRC hajatangaza rasmi kuanzishwa kwa mchakato mpya wa amani, hali ya sasa inaonyesha mwelekeo mpya wa kidiplomasia inayojumuisha mawasiliano ya moja kwa moja, mapendekezo, hali halisi na jitihada za kuleta mwafaka wa kikanda katika kipindi ambacho shinikizo la kiusalama mashariki mwa Kongo linaendelea kuongezeka. Na tunaendelea kubaki mkoani Ruigi nchini Burundi, ambako tukio la kusitisha limeripotiwa kuhusiana na msaada wa kibinadamu uliokuwa umetolewa kwa ajili ya wakimbizi wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana eneo la tukio, sehemu ya msaada wa vyakula na vifaa visivyo vya chakula ulikuwa umeletwa na waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bieve Baizaba, akiwa ameongozana na ujumbe wake, iliporwa na baadhi ya wakimbizi kabla ya ujumbe huo kukamilisha hotuba na shughuli zao rasmi. Taarifa zinaeleza kuwa tukio hilo lilitokea katika mazingira ya njaa kali na uhaba mkubwa wa chakula, hali inayowasukuma baadhi ya wakimbizi kuvamia na kuchukua msaada huo kwa nguvu kutokana na hali ngumu ya maisha na wanayoishi kwa muda mrefu kambini. Baadhi ya magunia ya chakula miongoni mwa yale yaliyoporwa yalifanikiwa kupatikana baadaye kufuatia operesheni ya utafutiliaji na upekuzi ulioanzishwa mara moja na vyombo vya usalama. Hata hivyo, mamlaka zinaeleza kuwa udhibiti bado unaendelea ili kubaini kilichotokea, hasa kurejesha mali iliyopotea na kuhakikisha usalama wa msaada unayofuata. Chanzo cha karibu cha tukio hilo kimeeleza kuwa hali ya msongamano na watu na ukosefu wa utulivu ilichangia kutokea kwa tukio hilo, huku maafisa usalama wakijaribu kurejesha hali ya kawaida bila kutumia nguvu kupita kiasi. Tukio hili linaibua upya changamoto kubwa zinazokabili wakimbizi katika kambi mbalimbali, hususan uhaba wa chakula, mahitaji ya msingi na ucheleweshaji wa misaada ya kibinadamu. Wadau wa kibinadamu wanaonya kuwa hali ya njaa kali inaweza kuendelea kusababisha vurugu na mchakato endapo msaada hautaimarishwa kwa haraka. Mamlaka za eneo hilo zimewahakikishia wakimbizi na wadau kwa hatua zimechukuliwa kuimarisha usalama wa misaada pamoja na kuhakikisha kuwa mgawanyiko wa chakula na vifaa unafanyika kwa utaratibu na haki. Uchunguzi unaendelea huku mamlaka zikiwataka wakimbizi kuwa watulivu na kushirikiana na viongozi wa kambi ili kuepusha matukio kama hayo siku zijazo. Mamlaka ya kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imepiga marufuku kwa wazalendo wote kubeba au kuzunguka na silaha zao ndani ya mji mikubwa ya mkoa huo. Uamuzi huu ulitangazwa rasmi siku ya Ijumaa tarehe 9 Januari na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, Jenerali Meya Evariste Kakule Somo, wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika mjini Butembo uliohusisha viongozi wa FARDC pamoja na washiriki wa wazalendo. Kwa mujibu wa mamlaka ya kijeshi, hatua hiyo
inalenga kuimarisha amani, kulinda raia na kuzuia hofu miongoni mwa wakazi wa mji, hasa katika mazingira ambayo tayari yanakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kwa upande wao, wazalendo kupitia msemaji wa muungano wao John Mahangaiko wameupokea uamuzi huo kwa mtazamo chanya, wakieleza kwani ni hatua muhimu katika kulinda amani na usalama wa raia. Akizungumza baada ya mkutano huo, John Mahangaiko amesema kuwa lengo la maelekezo hayo ni kuwahamasisha wazalendo kuacha kuzunguka na silaha katika maeneo yenye mkusanyiko wa wananchi, pamoja na kuimarisha nidhamu na usimamizi wa wanachama wao. Akinukuliwa akisema, ilitukusanya kwa ajili ya kutuimarisha ili amani na usalama vitawale. Tumeombwa tuache kuzunguka na silaha katika maeneo ya raia na kuimarisha udhibiti wa vikosi vyetu kwa sababu za amani. Wazalendo pia wamethibitisha dhamira yao kuendelea kushirikiana na serikali ya Kongo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa lengo la kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yanayokabiliwa na uhalifu na harakati za makundi yenye silaha. Ushirikiano huo unalenga hasa kupambana na makundi ya uasi yakiwemo M23 ambayo serikali ya Kongo inaidai kuwa inaungwa mkono na jeshi la Rwanda na ambayo inaendelea kusababisha hofu na machafuko katika sehemu kadhaa mashariki mwa nchi. Mamlaka ya kijeshi imewahimiza wazalendo kuzingatia kikamilifu uamuzi huo, huku ikisisitiza kuwa usalama wa raia na utulivu kwa miji ni kipaumbele cha juu katika mapambano ya kurejesha amani ya kudumu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Jumuiya ya kiraia ya Kivu Kaskazini imeibua wasiwasi mkubwa kufuatia sherehe ya heshima iliyofanywa na waasi wa M23 ambao miili 22 ilionyeshwa kama mashahidi wa milipuko iliyofanyika hivi karibuni katikati ya Masisi. Sherehe hiyo ilifanyika tarehe 8 Januari katika uwanja wa Umoja wa mjini Goma. Imeibua maswali makubwa miongoni mwa wananchi na wadau wa kisiasa. Jumuiya ya kiraia inasema kuwa sherehe kama hizo ingehitaji kwanza uchunguzi wa kina juu ya hali halisi ya vifo vya watu waliokuwa wakiwasilishwa. Kwa mujibu wa tamko ya jumuiya ya kiraia, sherehe hiyo ilifanyika bila uchunguzi wowote wa awali, inaidhihirisha nia mbaya waasi na kiuka haki za binadamu na inalenga kupotosha maoni ya umma kuhusu hali halisi katika maeneo yanayokaliwa na waasi wa M23. Taarifa hiyo inabainisha kuwa kati ya miili 22 iliyotolewa, miili 17 haihusiani na milipuko ya Masisi, bali inatokana na machafuko ya ghasia zilizotokea kati ya kampuni ya madini ya Bisunzu maarufu kama CMB na Cooperative Minier de Masisi uko Rubaya. Kwa mujibu wa jumuiya hiyo, miili hiyo iliandamwa kutoka katika morgue ya hospitali ya mkoa wa Kivu Kaskazini asubuhi ya tarehe 8 Januari baada ya kuhifadhiwa kwa takriban miaka 6, huku mashauri ya kisheria ya kuzikwa kwao kwa miili hiyo yakiwa bado hayajakamilika. Kwa hali hiyo, jumuiya ya kiraia ya Kivu Kaskazini inatoa wito kwa mashirika ya kimataifa na vyombo vya kisheria huru kufungua uchunguzi wa huru ili kubaini ukweli, kuweka lawama kwa wahusika na kuchukua hatua stahiki. Lengo ni kutathmini kumbukumbu ya waliokufa na kurekebisha madhara kwa wakazi na jamii zilizoharibiwa. Jumuiya ya kiraia pia inasisitiza urejeshaji wa amani na usalama na kuimarisha mamlaka ya dola katika maeneo yote yanayoathiriwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa usalama na uhuru kutoka kwa vitendo vya ukatili vya kikundi chochote cha silaha. Hali ya kiusalama katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya chini ya udhibiti wa uasi wa AFC M23. Baada ya wiki kadhaa waasi hao kudhibiti mji huo, jumuiya ya kiraia inatoa tahadhari kubwa kuhusu kinachodaiwa kuwa kuchukuliwa kwa nguvu kwa vijana na waasi, kitendo kinachopingwa vikali na mashirika na haki za binadamu. Katika tamko lilotolewa Ijumaa usiku tarehe 9 Januari, Kelvin Bwinja, coordinator wa Société Civile des Compatriotes Congolais, alieleza kuwa waasi wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda wamelazimisha baadhi ya vijana kujiunga na mapigano, hatua inayopingwa kikali na kuharibu heshima ya kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika hilo la raia, wengi wa vijana hao walichukuliwa kwa nguvu hasa katika komini ya Mlongo kuanzia saa 1 usiku. Hadi sasa mahali walipo ni siri, jambo linaloweka hofu kubwa kwa familia zao. Kelvin Bwinja alisema waasi wa M23 wameanzisha kampeni ya kuajiri vijana kwa nguvu katika mji wa Uvira
Uvira, hasa katika komini ya Mulongwe. Wengi wa vijana walichukuliwa, kuna hadi sasa hawajulikani wapi waliko. Wazazi wameshindwa na hali hii na wajui jinsi ya kudai watoto wao. Shirika hilo la kiraia naomba vijana kuwa uangalifu kuishi nyumbani, hasa wakati wa usiku, ili kuepuka kushambuliwa au kuajiriwa kwa nguvu. Jumuiya ya kiraia pia imeeleza kuwa serikali ya Kongo inapaswa kuongoza juhudi za kurejesha maeneo yaliyochukuliwa na waasi na kumaliza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, hasa dhidi ya vijana ambao wanachukuliwa kuwa mustakabali wa taifa. Kwa kukumbuka, mji wa Uvira umebaki chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tangu tarehe 10 Disemba, hali ambayo inaendelea kuathiri vibaya hali ya kibinadamu na kiusalama na wakaazi wa eneo hilo. Ripoti ya katikati ya mwaka iliyotolewa na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa shamba la madini la Lomera lenye dhahabu na lilipo Luhia mkoani Kivu Kusini linaangaliwa na waasi wa M23 katikati ya Februari na mwishoni mwa mwezi Agosti. Wataalamu hao wanasema kuwa katika kipindi hicho waasi hao walidhibiti shughuli za madini, wakiwazidi kwa namna ya moja kwa moja huduma rasmi za serikali na kuanzisha kituo cha madini cha mitaa kilichokuwa chini ya mamlaka yao. Chini ya utawala wao, waasi wa M23 walitoza wachimbaji ushuru wa 30% kwa bei ya madini wanayoyauza pale shambani. Ripoti inabainisha kuwa walitumia mfumo unaopangwa vizuizi kusimamia ubora wa madini, ikiwemo ukaguzi wa mara kwa mara wa madini kwenye visima vinavyochimbwa na kusimamia kiasi cha madini kinachosafirishwa kwenda kwenye mashine za kusagwa. Aidha, ushuru wa ziada ulitozwa kwa wachimbaji wengine na shughuli mbalimbali ndani ya sekta madini, jambo linalopelekea mfumo wa kiuchumi uliodhibitiwa na waasi. Ripoti inaeleza kuwa shughuli hizo zilisimama kwa muda kutokana na mgogoro wa wachimbaji, ikitokana na ukubwa wa shughuli za madini bila kudhibitiwa na mbinu za M23 za kutafuta faida, lakini waasi hao waliahidi kurejea uchimbaji baada ya usajili wa wachimbaji wa kiasili kukamilika. Hata hivyo, ripoti inaonyesha kuwa kuchelewa kwa usajili wa wachimbaji kumeashiria kwa waasi walikuwa na mpango wa kuhamia kwenye mfumo wa uchimbaji, wakisema mekaniki, jambo linaloweza kuongezeka udhibiti wa madini na mapato zaidi. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa katika udhibiti wa sekta madini mashariki mwa DRC na kuonyesha uwezekano wa utajiri wa dhahabu kudanganywa na vikundi vyenye silaha, huku serikali na mashirika ya kimataifa wakitazamia hatua za udhibiti na udhibitisho wa haki. Wilaya ya Moba mkoani Tanganyika imekuwa na changamoto kubwa za elimu kutokana na mafuriko yaliyosababisha na kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika na kujaa kwa mto Mulobozi. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo zinaonyesha kuwa shule 7 za chini ya Moba moja zimeathirika kwa moja au nyingine. Miongoni mwa shule zilizopata mafuriko ni Epe Muhila, Institut 2 na Luteka na Institut Ngalie. Hali hiyo imesababisha na mamia ya wanafunzi kushindwa kusoma kwa kawaida, huko shule nyingi zikifungwa kwa muda. Placide Muyumba, katibu wa kudumu wa shirikisho la walimu wa eneo la Moba, ameonya kuwa hali hiyo ni ya dharura na kuwaomba mamlaka za serikali na za mkoa wa kitaifa kushirikiana haraka ili kutatua tatizo hilo. Hali ni hatari, tumekuwa tukiwaadhirisha mamlaka, lakini hadi sasa hakuna hatua zinazotosha kuchukuliwa. Shule kama Ngania, Epe Kashibe moja na Muila na Institut Ruketa watoto hawana mahali pa kuendelea na masomo yao, alisema. Ameongeza kuwa serikali inahitajika kushirikiana na kwa haraka, kwani shule hizo ni za umma na wanafunzi wanapaswa kupata elimu bila kukwama. Kulingana na yeye, ufumbuzi wa haraka unahitajika kupeleka maji ya mto Mubolozi kwenye njia nyingine ili kuondoa hatari ya mfuriko katika shule. Kwa upande wake, Isidore Kabebe, mkurugenzi msaidizi wa elimu ya mkoa wa Moba moja, kusitisha hali hiyo, amesema kuwa ufumbuzi wa muda tayari umeanzishwa, ambako baadhi ya shule zimepoteza miundo yao ya awali, zimehamishwa kwenye majengo mengine hadi pale suluhisho la kudumu litakapopatikana. Hali hii ya mafuriko imesababisha changamoto za mabadiliko ya tabishi na usimamizi wa maji katika eneo la ziwa Tanganyika, huku serikali ikihimizwa kushirikiana na wananchi na walimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bila kukwama na kuepuka kuathirika kwa miundo ya shule.
Jina la Patrice Lumumba limepata umma mkubwa mtandaoni mwanzoni mwa mwaka Januari 2026 kulingana na takwimu za Google Trends kutokana na matukio yanayohusiana na kombe la mataifa Afrika. Takwimu zinaonyesha kuwa viwango vya ufuatiliaji kwa neno Lumumba vimeongezeka ghafla kuanzia tarehe 7 Januari na kufikia kilele kati ya tarehe 8 na 9 Januari hadi kuonekana duniani kote, hususan katika nchi za Ulaya na Afrika. Kuongezeka kwa utafutaji kumeonekana kwa wimbi kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kielezo cha utafutaji kilifikia kilele chake katika kipindi cha siku 13 zilizopita. Utafutaji pia umeongezeka nchini Algeria, Morocco na Ufaransa kulingana na data ya Google Trends inayopima mchango wa utafutaji wa maneno fulani mtandaoni. Kukuzwa kwa umma kunahusiana na uwekaji wa picha na video mtandaoni zikuonyesha shabiki wa Kongo aliyejifanya Patrice Lumumba katika viti vya mashabiki kwa CAN 2025 pamoja na mkongamano mdogo wa kitamaduni baada ya ishara ya mchezaji wa Algeria mwishoni mwa mechi ya robo finali kati ya Algeria na DRC. Takwimu za Google Trends zinaonyesha kuwa idadi mwishoni mwa mwaka Disemba huwa na neno Lumumba ilikuwa mdogo na sabiti kabla kupanda ghafla katika siku chache za mwanzo wa mwaka Januari mwaka 2026, jambo linaonyesha msukumo wa muda mfupi wa umma mitandaoni. Patrice Lumumba ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa DRC mwaka 2016 na alichangia pakubwa katika mapambano dhidi ya ukoloni, bado anaendelea kushirikishwa katika mijadala ya kisiasa na kitamaduni. Tukio la CAN 2025 limefanya taswira yake irudie katikati ya vichwa vya habari, ambako michezo ya soka imekuwa kitovu cha matukio ya kisiasa na kitamaduni. Na kupitia habari hiyo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 11 Januari mwaka 2026. Tunaendelea kuwashukuru sana wasikilizaji wetu wote wa Kivu News Info kwa kuwa nasi hadi sasa. Kumbukeni, tunakusanya, kuchambua na kuwasilisha habari halisi za kweli na zenye kuaminika kutoka sehemu mbalimbali za Kivu na mashariki mwa DRC. Endeleeni kutunga mkono kila siku hapa Kivu News Info ili msikose matukio yote muhimu yanayoendelea kujiri nchini. Na vile Kivu News Info tunaendelea kuletea habari zetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na endapo kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuondoka tungekusifu kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza utakutana na linki yetu ya channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakuwa ni linki ambayo itakuunganisha moja kwa moja kujiunga na grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itakurahisishia usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa nakupostia habari mpya kupitia channel yetu ya YouTube. Langu jina mimi ni Itelo Jelonga, sina la ziada ila acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 11 Januari mwaka 2026. Kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, acha tutakie asubuhi njema yenye amani na mafanikio tele, na huenda tena tukutanane kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.